Huu ni ufafanuzi wa aina ya kesi iliyofunguliwa na wakili Peter Kibatala dhidi ya kuhitaji Humphrey Polepole afikishwe mahakamani ama ielezwe mahali alipo. Tutakuletea aina ya kesi hii kisheria ikoje na historia inasema nini juu ya kesi hizi, kwa sababu kwa Peter Kibatala sio kesi yake ya kwanza kusimamia kesi ya namna hii. Na je, kesi zipi alishinda au kesi alizosimamia matokeo yake yalikuwaje? Kwanza, hii kesi kisheria au ili shauri lilofunguliwa mahakamani kisheria huwa linaitwa habeas corpus petition. Kesi hiyo ni petition maalum, special petition, inawasilishwa mahakamani, hasa katika mahakama kuu kama ambavyo hii imewasilishwa katika mahakama kuu ya Dar es Salaam na wakili Peter Kibatala kumwakilisha Humphrey Polepole. Lengo la petition hii ni kuomba maagizo ya habeas corpus, ambayo ni amri ya mahakama inalazimisha kwamba mtu aliyekamatwa ama kupotea lazima afikishwe mbele ya mahakama ama kutolewa habari kuhusu alipo na habari yake ama hali yake huko alipo ilivyo. Watuhumiwa katika kesi hii mara nyingi huwa ni taasisi mbalimbali za serikali, ikiwemo inspekta mkuu wa polisi, mkurugenzi wa mashtaka yani DPP, mwanasheria mkuu wa serikali AG, kamanda wa polisi na kamanda wa kanda maalum na mkuu wa zoni yani criminal officer. Aina ya kesi hizi huwa ina misingi ya kisheria kama hii pia ilivyokuwa na msingi wa kisheria. Kesi hiyo au kesi za hii hutegemea sheria na kanuni kadhaa za nchi husika. Mfano, katika nchi ya Tanzania, habeas corpus hii ni haki ya kikatiba inayomlinda mtu dhidi ya kuwekwa gerezani au kufichwa bila sababu mbele ya mahakama au kuwekwa chini ya ulinzi wa sheria. Kwa mfano, mtu aliondolewa bila taarifa kwa sheria au kwa njia isiyo rasmi anaweza kutumia amri ya habeas corpus ili kupata taarifa rasmi kuhusu mahali alipo, sababu ya kuwekwa chini ya ulinzi, na mara nyingi kusubiri wachunguzi wafichue taarifa hizo. Katika kesi ya Polepole, mawakili wanataka mahakama iangalie haraka ili kuhakikisha haki ya Polepole katiba haivunjwi. Sheria ya jinai, kosa la kuiba, kuficha au kamata bila taratibu. Sheria za jinai za nchi ya Tanzania kama Penal Code zina makosa ya utekaji, abduction, kuondolewa kwa mtu kwa nguvu, kwa hila, na wrongful confinement, kumweka mtu mahali bila haki. Zinazoweza kutumika katika matukio ya watu kupotea au kufichwa ni sheria hizo. Pia kama mtu ameondolewa ama kutekwa na mamlaka au watu wanaosadikika kuwa na uhusiano na mamlaka kisha hakutajiwa haja yake. Pia kama mtu ameondolewa au kutekwa na mamlaka au watu wanaosadikika kuwa na uhusiano na mamlaka na kisha hakutimiziwa haja yake kikatiba. Habeas corpus ina uwezo wa kuhimili sheria na shinikizo la wazi linavyotaka. Katiba ya Tanzania, katika katiba ya Tanzania, haki ya msingi ya binadamu ikiwemo ni haki ya uhuru binafsi, haki ya kutokuchukuliwa bila sababu, haki ya usalama wa mtu binafsi na haki ya kusikia malalamiko mahakamani. Hakuna haki ya mtu binafsi au mamlaka iliyo juu ya sheria. Haki za watu lazima ziheshimiwe. Kesi hii inalenga kuhakikisha kwamba kupotea kwa Polepole hakutokei bila uwazi au uwajibikaji wa taasisi husika. Haki za binadamu na mikataba ya kimataifa. Ingawa Tanzania haijaratibu baadhi ya mikataba ya kimataifa inayoshughulikia enforcement disappearance, kutoweka kwa mtu kwa njia ya kulipwa kwa hali asili, mara nyingi kwa msaada wa mamlaka na kisha kushindwa kusema alipo. Kwa sheria za ndani, haki kama hizo zinasisitiza uwajibikaji wa serikali kuhakikisha kuwa matukio ya watu kupotea au kutoonekana bila taarifa yanachunguzwa kwa haraka. Aina ya kesi kama hizi zilizofunguliwa kwa Polepole huwa zina athari zake. Athari hizo ni pamoja na kama mahakama itaona kwamba Polepole amepotea kwa njia ambayo haki zake za kikatiba zimevunjwa, inaweza kutoa amri ya kuagiza mamlaka zinazotuhumiwa kutoa taarifa kuhusiana na mahali alipo, yani production order. Ikiwa kama ushahidi huo uliofanya
unyakaji, kuondolewa kwa mtu kwa nguvu au kufichwa kwake kwa makusudi kwa njia ya mamlaka, watu wanaweza kuwajibika, wanaweza kushtakiwa kwa makosa yanayohusiana na unlawful detention, kidnapping, abduction au wrong confinement. Mahakama pia inaweza kutaka kuwa na upelelezi huru wa wazi kusisitiza haki ya familia na umma kujua ukweli juu ya tukio hilo. Hapa kuna mifano ya kesi ambazo ziliwahi kufunguliwa na wakili Peter Kibatala kuhusiana na kupotea kwa watu zilizofanana na hii ya Humphrey Polepole. Kesi ya kwanza ilikuwa ni mwaka 2021. Hii ni kesi ya Habeas Corpus iliyomhusisha Freeman Mbowe. Mhusika hapa alikuwa ni Freeman Mbowe, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yani Chadema. Katika kesi hii wakili wake alifungua petition for Habeas Corpus baada ya Mbowe kushikiliwa na vyombo vya dola kwa zaidi ya saa 48 bila kufikishwa mahakamani. Hoja ya kisheria ya Kibatala, ambaye alikuwa ni wakili katika shauri hilo, alidai kuwa kukamatwa na kushikiliwa bila kufikishwa mahakamani ni uvunjifu wa kifungu cha sheria nambari 13(1)(a) cha katiba ya Tanzania kinacholinda haki ya uhuru binafsi. Uamuzi wa mahakama ulitoa maagizo kwa serikali kumfikisha Mbowe mahakamani na mara moja baadaye alisomewa mashtaka rasmi. Mfano huu unaonyesha kuwa Habeas Corpus hutumika kudai haki ya mtu aliyeshikiliwa kinyume cha sheria na kufikishwa mahakamani. Kesi ya pili ilikuwa ni ya Azori Gwanda. Kesi hiyo ni ya mwaka 2017 hadi sasa. Hapa mhusika mkuu alikuwa ni Azori Gwanda, na ambaye yeye alikuwa ni mwandishi wa habari aliyepotea tangu mwaka 2017. Katika kesi hii mashirika ya haki za binadamu yakiongozwa na LHRC yalijaribu kuomba taarifa rasmi kutoka serikalini kupitia amri ya Habeas Corpus, lakini hawakupata majibu ya moja kwa moja. Hoja ilikuwa ni serikali ilitakiwa kueleza kama Gwanda yuko kizuizini au amepotea katika mazingira ya kihalifu. Matokeo ya kesi hiyo hayakuendelea rasmi kwa sababu hakukuwa na uthibitisho wa nani alimkamata. Mfano huu unaonyesha changamoto ya utekelezaji wa Habeas Corpus pale ambapo hakuna ushahidi wa moja kwa moja kwa mamlaka rasmi inayomshikilia mtu. Ukiachana na hizo kesi mbili za Kibatala, lakini pia katika nchi ya Kenya kuna kesi ambayo ilikuwa ikimhusisha Musyoka dhidi ya Inspector General wa polisi wa Kenya mnamo mwaka 2018. Mhusika Musyoka ambaye ni raia wa Kenya alikamatwa na maafisa wasiojulikana na kesi ikafunguliwa na familia waliowasilisha petition for Habeas Corpus mahakamani wakitaka kujua alipo. Uamuzi wa mahakama kuu ya Nairobi ulitoa amri kwa IGP kutoa taarifa kamili kuhusu mahali alipo Musyoka na kuhakikisha usalama wake. Mfano huu unaonyesha jinsi Habeas Corpus unavyolazimisha vyombo vya dola kueleza hatima ya mtu anadaiwa kupotezwa. Katika kesi nyingine iliyofunguliwa mwaka 2008, Tanzania ilimhusisha Saidi Kubenea na wenzake, ambapo mhusika Saidi Kubenea pamoja na waandishi wa habari walikamatwa baada ya sakata la gazeti la Mwanahalisi. Katika kesi hiyo waliwasilisha maombi ya Habeas Corpus mahakamani baada ya kusikilizwa zaidi ya muda unaoruhusiwa kisheria. Uamuzi wa mahakama uliamuru waachiliwe kwa kuwa walikuwa wamezuiwa bila hatia ya kisheria. Mfano huo unaimarisha kanuni kuwa hakuna mamlaka iliyo juu ya haki, juu ya uhuru wa mtu. Hivyo kesi hii ya Polepole inaangukia katika kundi la Habeas Corpus petition, kama ambavyo iliangukia katika kesi ya Mbowe, kama ambavyo iliangukia katika kesi ya Gwanda, na kama ambavyo iliangukia katika kesi ya Musyoka. Na maamuzi yanaweza kuwa kama ambavyo hizo kesi ziliwahi kuamliwa kwayo. Endelea kufuatilia Msomi News kwa update na taarifa mbalimbali. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.